الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ما بعد. siku zote watu wa haki na wanaojua haki wakiwaachia watu wa batili waseme na wao wakaikimia, uwanja uache kwa watu wa batili, basi batili itafanywa kuwa ni haki na haki kuwa ni batili. Kwa siku hizi tunazopitia kwenye matukio haya ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati, vita vya Marekani wakiwa pamoja na wazayuni walowezi madhalimu wale wakishirikiana pamoja kumpiga mshia Muirani kwa sababu ya kupishana kwao kwenye maslahi yao. Jambo hili lilipokuwa likiendelea, kumejitokeza watu wengi wa kuzungumza, wakazitumia aya, hadithi, wengine wakatumia tu maneno yao katika kuponda upande mmoja na kuukejeli, hasa upande wa ahli sunnah wal jamaa, wa upande wa kimadhhab au upande wa Waarabu, kama ikiwa ni upande wa kikabila. Na vidole vingi vinaonyeshwa kwa Waarabu, na wengine wanasema wazi kabisa kwamba hawa Waarabu ni wanafiki, hawa Waarabu ni vibaraka, wakataja aya na hadithi hata kama si hivyo maana yake, na huku wakiwasifu wa Irani mashia kwa sababu wanarusha makombora kwenda huko Israeli, Tel Aviv na miji mingine, Jerusalem, lakini pia wakipiga katika nchi za Kiarabu kama vile Kuwait, Qatar, Bahrain, Imarat, Saudia, Oman na mfano wake, kwa madai ya kwamba kuna kambi za Marekani kwa wanapiga, lakini wanapiga mpaka katika sehemu ambazo hazina hizo kambi, piga kwenye bandari, piga kwenye makazi ya watu, piga kwenye viwanda au kwenye airport na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini bado watu wanawasifu kwamba wale ndio wanaume. Sasa kuna mtu mmoja nimemsikia akizungumza akiitaja aya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwasomea maswahaba aya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, kama nyinyi mtakengeuka, nyinyi Waarabu, asema nyinyi Waarabu, kama nyinyi mtakengeuka, basi Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha wao hawatakuwa kama nyinyi. Anazungumza na masahaba wakamuuliza, waman yastabdil bina, ni kina nani ambao Allah atabadilisha badala yetu sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallam fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mankibi Salman, katika baadhi ya riwaya huja ala fakhri Salman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga, akawa anampiga Salman al-Farisi, thumma qala hadha wa qaumu, hadha wa qaumu, huyu Salmani na jamaa zake, nyinyi mkikengeuka basi Allah atawaleta huyu Salmani na jamaa zake. Wa in tatawallaw, hapa ndio mahali tunapopataka, na mtakapokengeuka, yastabdil qauman ghayrakum, Allah atakuja kubadilisha watu ambao sio nyinyi Waarabu, awaambia masahaba, thumma la yakunu amthalakum, kisha watakuwa watu wengine tofauti katika dini, hawawi mfano wenu Waarabu. Masahaba wakashangaa aliposoma Abi Huraira, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, mtakapokengeuka Mungu atabadilisha watu wengine, thumma la yakunu amthalakum, hawatakuwa kama nyinyi. Qal, wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, man haulai, ni watu gani hao? Fadharaba ala fakhdhi Salmani al-Faris, Salman al-Farisi amekaa na bwana mtume, mtume akapiga katika paja lake, kwa maana wamekaa pamoja, sema hiki chuma hiki,
hadha wa qaumuhu, huyu na wairani wenzake. Waarabu mutakaa mucheze sherhe na kula tende. Maneno haya tumeanza na maneno ya bwana mtume kwa sababu ya kutia msisitizo neno langu hili. Anasema sio nyinyi Waarabu, sio nyinyi Waarabu, akimaanisha kwamba ni Wairani. Sasa kwa sababu Salman al-Farisi ni Mfursi. Akasema kuna riwaya nyingine ya Abu Nuaim imekuja, akawa pia anaisoma kimakosa, kuonyesha kwamba si mtu akielimu. Lakini pia akasema Mtume صلى الله عليه akasema la ana awthiqu bihim. Na katika mapokezi ya Abu Nuaim, hadithi iliyosimuliwa na Ibn Abbas, Mtume asema la ana awthiq bihim minkum, mimi nina imani na hawa Wairani kuliko nyinyi Waarabu. Mtume asema wakati ule la ana awthiq bihim. Sijui Kiarabu cha wapi, lakini akasema hivyo. Hata sijui toka wapi. Akikusudia kwamba labda Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ana athiqu bihim, labda anakusudia hivyo. Hadithi hii imekuja kwa alfadhi tofauti na wanawazuoni wamekhtalifiana juu ya usahihi wake. Kuna ambao wanaona kwamba hadithi hii ni dhaifu kwa sababu ya turuki zake zina dhaifu, lakini wako walioisahihisha hadithi hii au kuiona kuwa ni hasan kwa sababu ya kathra turuqihi. Miongoni mwa hao ni Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, amesahihisha hadithi. Sisi tuende kwamba hadithi ni sahihi. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia masahaba maneno yale aliyowaambia, alikusudia kina Khamenei na kina Ayatollah Khomeini na kina Rafsanjani, kina Ahmed Nijad, kina Ali Darjani, kina Ghulam Ridha Suleimani na wengine, kuna Qasim Suleimani? Amewakusudia hawa au amewakusudia kina Muhammad Baqir al-Majlisi, watu ambao wamedhihirisha chuki yao na uadui wao wa wazi kabisa kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia kuwakufurisha kwa maneno ya wazi kabisa, watu ambao wamedhihirisha chuki zao wazi kabisa kwa Waislamu wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Tumeeleza namna Mashia walivyotumika katika kuwapiga Waislamu wa Ahli Sunna kule Afghanistan. Wakati Marekani atakwenda kuwapiga wa Afghanistani, kwa sababu anazijua yeye, alishindwa kuingia, lakini akawatumia Mashia wa Mazar Sharif Northern Alliance, ambao ni Mashia wanachukia Ahli Sunna, wakawaingiza wa Marekani Afghanistan, wakapigwa. Vita kaenda kwa muda mrefu sana, lakini kwa kuwa wanauliwa ni Ahli Sunna, wao wakashirikiana na Marekani. Wakati Amerika wataka kumpiga Saddam Hussein, wataka kuingia Iraq, waliwatumia Mashia wakiwa wa Iran. Marekani yaingia, watu wamepanda juu ya vifaru, wale Mashia wamepanda kwenye vifaru vya Marekani wanashangilia. Hili jambo liko wazi, wala si propaganda, wala ni jambo liko wazi, kwa maana wale wanasaidia na makufar katika kupigwa Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa ni hawa, wakati Ahli Sunnah wal Jamaa wanadhalilishwa kule Syria kwa chini ya utawala wa maduruzi wale kina Hafidh al-Asad na Bashar al-Assad, akiwa ni mshirika wa Iran, Ahli Sunnah wanauawa katika miji yao kwa kiwango cha ajabu kabisa. Tahjiri, watu wanahamishwa katika miji yao, wengine wanakimbia nchi. Ndani ya kipindi cha vuguvugu lile kuliuawa zaidi ya watu 500,000 katika Ahli Sunnah kule Syria, wakishirikiana na Iran. Walipotaka kumpindua Asad, waliokwenda kumuita mrasha mkafiri ni Wairani, na washirika wao wakashirikiana kuwapiga Ahli Sunnah. Yakapigwa baramili mutafajjira zenye sumu, mapipa ya sumu, ulufu muallafa katika Ahli Sunnah wakauawa. Kwa ni hawa, na haya ni mambo yametokea hivi juzi tu, ni mambo yanafahamika. Wametengenezwa watu kama kina Hassan Nasrullah kule Lebanon. Tulieleza hapa kwamba asili yao ilikuwa ni chama cha Harakat Amal kule Jabal Amil, kishirikiana na wanazuoni wa Kishia,
wakaua ahli sunna katika mukhayyama, katika mahema yale wakimbizwa kwa Palestina, maelfu kwa maelfu. Ilikuwa ni aibu katika ulimwengu, lakini mataifa likaa kimya kwa sababu ni mashia wamefanya vile, hawakuitwa magaidi, mpaka wakaamua kufuta jina la kile chama wakaita Hizbullah. Waliofanya Hizbullah ni mabaya zaidi Lebanoni dhidi ya ahli sunna. Kuna wakristo, kuna ahli sunna, kuna mashia, kima adui yao wao ni ahli sunna. Na ndio maana wakamuua waziri mkuu wa Lebanoni wakati ule msunni Rafiq al-Hariri kwa msaada wa Iran. Yemen mahuthi, Houthi hana silaha, hana pesa, atoa wapi pesa? Silaha atoa wapi? Anapewa na Fursi mashia ili wawaue ahli sunna wal jamaa, na wamewaua kikweli kweli, wamewaua sana huko Damaj, Kitafu, Saada, Umran, wakaja mpaka Janubi huko kusini, watakumpindua Rais Abdurrabbi Mansur Hadi, mambo kama hayo yanapita. Na mpaka leo hii kuna mikoa wanaizingira mahouthi, wanaua ahli sunna. Kwa mnakusudia hawa kwamba hawa watu watakaobadilisha ni hawa wanaua ahli sunna, hawa wanaotukana masahaba wake wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Al-Farisi ni jina la eneo kubwa sana hapo katikati, kuanzia Irani mpaka Pakistani mpaka sehemu za Afghanistan na Asia Sughra, yote zamani kukiitwa Faris. Ilikuwa kiitwa Faris. Faris sio kwamba ni Irani peke yake. Kwanza jina Irani limekuja kwanza 1935 alipokuja Shah Reza Pahlavi, lakini kizungana Faris na ni mukata mkubwa. Sasa mimi niambieni kwamba Faris wametoka wanaozuoni wangapi wa ahli sunna wal jamaa? Katika wanaozuoni wakubwa kabisa wa tafsiri al-Imam al-Baghawi muhyi sunna atoka Faris, kina Zamakhshari ni Farisi jarullah. Katika wanaozuoni wakubwa wa hadithi ni al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismaila, kadhalika al-Imam Abu Daud as-Sijistani Suleiman bin al-Ash'ath, kadhalika al-Imam Muhammad bin Yazid al-Qazwini, na kabla yake al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi. Wote hawa kutoka huko. Al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, Muslim yeye ni Mwarabu lakini atoka maeneo haya, al-Qushairi yule an-Naisaburi. Katika wanazuoni wa lugha ni wa Amr bin Uthman bin Qambara Sibawayhi ibn al-Muqaffa, wanamuita Badi'u az-Zaman al-Hamadani. Hao ni wanazuoni wakubwa wa lugha al-adab, muhaddithuna hadith wala haraj. Fuqaha wanasema Abu Hanifa pia ni mtu asili ya huko. Al-Layth bin Sa'd pamoja na kwamba kazaliwa Masri ni imamu mkubwa, wanasema alikuwa ni mwanazuoni mkubwa kushinda Malik. Hakupata wanafunzi wa kueneza madhhabu yake, lakini asili yake ni Faris, bali hata Abu Hanifa wanasema hivi. Sasa kwa nini wasiwe hao? Wataje kina Muhammad Baqir al-Majlisi, wakina Ali Khamenei, kwamba hao ndio hawa, sio hawa na ahli sunna. Kina al-Imam al-Baihaqi, uwezo kataja umma katika maimamu katika karne nyingi tu, kutoka imma ahli sunna wal jamaa ndani ya miji ya Faris. Al-Hadba al-Farisiya ni mukata mkubwa ambao unakusanya Irani ya leo na sehemu katika Afghanistan na sehemu katika Pakistan na sehemu katika Asia Sughra, hizo Kazakhstan na sehemu nyingine, yote ilikuwa ni Faris. Kufanya kwamba Irani tena hawa hasha wakala, hawezi kuwa ati Khamenei ndio huyu ndio jamaa zake, ndio jamaa zake Salman al-Farisi, sio hao ni munharifun. Kwa hiyo watu kutumia maneno haya na lugha kama hizi za kutaka kuwapamba hawa wa Irani kwa sababu tu apigana na Muisraeli ni kwenda kinyume na kuzikosea nusus za kisheria. Lazima tuangalie hawa watu historia zao wakoje. Ndio hao wanaandika vitabu kuwatukana masahaba, vitabu vya Kiswahili viandikwa kabisa. Si hao kina Mayunga waandika vitabu vinachapishwa huko Qum vya Kiswahili, vipo vimejaa vya kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona watu hawana haya namna hii? Hizi dinari na dirhamu hizi zitaumiza watu sana. Alafu washambulia sio wenyewe Arabu. Kama Arabu hawana dini kabisa, hawana chochote, kwa hiyo wamelitoa sasa mfursi sasa. Kwani huko Irani hakuna wafursi wa ahli sunna? Wapo. Kifuatilia utajua hizo habari. Waliingiaje mashia? Ukisoma historia kwamba ushia uliingiaje utajua kwamba sio hao.
tumeeleza Shah Ismail Safavi alivyoingia Irani, ameingia katika kuingiza ushia kwa mabavu, ameua kwa kiwango cha kutisha kabisa kwa ahli sunna wal jamaa. Wewe wajua kwamba alifika mahali Shah Safavi aliwaua ahli sunna na jeshi lake. Imamu yuko juu ya mimbar, aambiwa mtukani Abu Bakar na Umar na Uthman na Aisha na Hafsa, watukani na uwalani. Sema siwezi kufanya hivyo. Akaamrishwa na jeshi wale wakamchinja, akakatwakatwa, akapikwa, akawaambia watu wamle. Vitabu historia vimeandika. Ndio hao kadhabuna, wallahi hawezi kuwa. Sasa hivi tunachosema kwamba Allah sallata Allahu dhalimina bidhalimin, hilo ndio jambo kubwa. Allah amewasaliti madhalimu kwa madhalimu wenzao. Sisi tuangalia, tutawaombea dua. Nasallallahu ta'ala al-afiyah wassalam. Naam. Hana maarifa hilo. Kuna watu wengine wanapenda kujipendekeza kwa watu. Tutasemaje kwamba msifurahie bwana? Tusifurahi kwa lipi? Kwa sababu zipi? Sisi tunawala na Shia. Wao la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Wakipata fursa ya kuwaua ahli sunna wanawaua. Mambo yako wazi. Mbona ulimwengu uko wazi? Sisi tutaifanya tutajitoa akili. Mambo yako wazi. Nataka kukuambia jambo moja. Mwaka 87 na alhamdulillah lile jambo lilitokea katika kipindi cha hija. Kamera zile zilichukua lile jambo, tukio zima. Kwanza wakija mahujaji wa Kiirani kutoka Irani, wakija wanakuja na mapicha ya Khomeini, wafanya maandamano, wafanya fujo. Sasa kuna mwaka waliamua wafanye maandamano, watoka Mina wanakuja na maandamano makubwa. Jambo la ajabu, wakawa wanawadunga wale askari visu, wanachoma mapikipiki yao, magari, mpaka tokea fujo sana, mpaka wakalazimika mahujaji wa nchi nyingine kutoka Afrika, kutoka mbona hawa wanaua watu wa askari, wakaingilia kati, mapigano yakaanza. Mahujaji kwa mahujaji pamoja na askari, zaidi ya watu 400 walikufa kwa fujo lililosababishwa Irani, kwa sababu wataka haramu waichukue wao. Haramu nyinyi mtaka kuchukua haramu, ifanye haramu ya Makka ichukuliwe na Mashia, au al-Madina ichukuliwe na Mashia, wafanyaje? Mbona watu hawana ghera na dini ya Allah? Wewe unataka tukane Abu Bakar kwenye mimbari ya Mtume SAW alaihi wasallam, au tukane Umar katika mimbari ya haram ya Makka? Mbona nyinyi hamna ghera na dini yenu? Dini yenu nyinyi mfuata dini gani? Mpaka usema jua sisi tusifurahi. Sisi tunafurahi madhalimu wanapomalizana, wamalizane tu. Kwa hiyo huyo anasema kwamba tusifurahia, wajua kuna khilafu zipi? Utakufurahisha watu, utatafuta majority na nini? Kama hujui kitu kaa kimya, usizungumze usichokijua bwana. Tarikhi iko wazi na mambo iko wazi. Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala aliandika risala moja nzuri, Ilhadu al-Khomeini fi ardh al-Haramain. Kitabu kizuri, kisome uone matukio yanayofanyika. Nasallallahu alaihi wa sallam.